Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, Diamond ameshow love ya kutosha kwa Haji Manara. Ni kwamba Haji Manara bwana alikuwa ana jambo lake, na tunafahamu kwamba Haji na Diamond wamekuwa ni marafiki wa muda kidogo, sasa hivi ni miaka imepita na wamekuwa wako katika very good relationship. Bwana Haji na Manara ni mtu na swaiba wake, tunaweza kusema hivyo, it's official, iko hivyo, iko very clear na watoto wengi sana wa mjini wanafahamu hilo. Sasa Diamond bwana alikuwa na jambo lake pale Leaders siku ya jana, siku ya tarehe, ilikuwa jana ni tarehe 31 kama sikosei, ambapo Diamond alikuwa ameamua kufanya kutoa mkono wa Idi. Ilikuwa ni siku kuu ya Eid al-Fitr, na Diamond akasema kwamba akawakusanya watu wenye uhitaji kwa ajili ya kutoa mkono wa Eid pale Leaders Club Dar es Salaam Kinondoni, ambapo katika nafasi hiyo Diamond aligawa nguo, aligawa sukari, aligawa mchele, aligawa mafuta, aligawa unga, aligawa pia bahasha zenye kiasi fulani hivi cha fedha humo ndani kama sadaka kwa watu ambao wana uhitaji. Jambo zuri, very positive, salute kwake. Sasa baada ya pale muda mfupi tu kupita, Diamond bwana akawa ameshabadilisha nguo na akaelekea katika shughuli ya Haji Manara. Sasa katika shughuli ya Haji Manara bwana, watu wengi sana walikuwa wanamuuliza. Diamond alipata nafasi ya kufanya mahojiano na waandishi wa habari, akaulizwa kwamba bwana, hivi muda si mfupi ulikuwepo Leaders, ulikuwa na jambo lako, lakini sasa hivi tena tumekuona upo huku kwa Manara. Hii ni love, upendo wa kiasi gani? Kwa nini umekuwa ukijitoa kiasi hiki kwa Manara na vitu vingine kama hivyo? So Diamond katika kauli ambazo amezizungumza akagusia swala la kifo, kwamba ipo siku mimi nitakufa na kitu ambacho watu watakuwa wamebaki nacho ni kukumbuka matendo yangu mema ambayo nilikuwa nawafanyia bila kuonyesha dharau wala kuonyesha kwamba kubagua wala nini. So hii kauli ni maneno ya point sana ambayo Diamond ameyazungumza, lakini mashabiki huko mitandaoni bwana wamekerwa na maneno hayo, wakiwa wanadai kwamba bwana Diamond hatutaki kusikia ukizungumzia kifo. Watu wanaogopa kwamba Diamond asizungumzie mambo ya kifo. Hizi kauli zake za kifo watu hawataki kuzisikia kutoka kwake Diamond. Unaona, yani watu wanahofia Diamond asije akatangulia, kama itakuwa ni pigo kubwa kama the way ambavyo ilivyotokea kwa Kanumba, moja kati ya mapigo ambayo mpaka leo hii bado yapo na pengo lake alijazibika. Kwa hiyo watu wanahisi kwamba Diamond naye pia ikitokea kama hivyo itakuwa ni pigo tena jingine, fatality kwa nchi nzima na hata Afrika nzima kwa ujumla. Kwa hiyo hapa kuna page kuhusiana na maneno ya Diamond kuzungumzia mambo ya kifo. Ni maneno ambayo watu wengi sana yamewaumiza na hawataki kuyasikia. Wamesema wazi kabisa kwamba hawataki tena kumsikia Diamond akiwa anazungumzia mambo ya kufa. Kwa mfano kuna page hapa amesema kwamba sasa Diamond anapenda kusema kufa, mashabiki zako kiukweli hatupendi baba. Kuna mtu ameandika hivyo. Umeona bwana? Haya, kuna comment hapa zimejitokeza. Kwa mfano hapa kuna comment hapa watu wameandika kwamba I say hiyo kauli ya kufa Diamond hatutaki tena kusikia ukizungumza tena, ukome. Kwa mtu amesema bwana, Muislamu lazima ukupoke kifo. Kwa mtu amesema bwana, upende usipende, anasema kwamba watu lazima watakufa na tutakufa, but hatujui ni nani atakaye tangulia. Kwa msema bwana, huyu mkaka sijui anaongea. Okay, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau una kipi cha kusema, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Maana kauli ya Diamond kusema kwamba bwana, kuna leo na kesho naweza kufa, mambo yangu ndio atakayobaki, umeona ni kauli ambayo watu hawajapenda. Watu hawajapenda kabisa kumsikia Diamond akiwa anasema kwamba anaweza akafa, mambo ya kufa. Maneno hayo watu yamewaumiza. Kuna siku sitokuwepo, mambo yangu ndio atakuzungumza. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.